Mimi nina mwaka wa 3 siongei na mama yangu. Niliamua kukaa kimya. Kweli walipambana, wakanisomesha, nilipomaliza chuo nikapata ajira. Nimeajiriwa, nilipomaliza mwaka nikamchukulia mkopo milioni 2. Na kipindi hicho semina kazini zilikuwa nyingi, kupata 2,300 katikati ya mwezi namrushia. Basi nikapata mchumba, kumwambia mama alinuna sana. Ila sikujua sababu. Kwenye mahali mkaka wa watu akapigwa milioni 4. Niliomba mpunguzie, lakini mama akakomaa. Mr. akatoa. Siku navalishwa pete ya uchumba, Maza aligoma kuhudhuria. Baba akaandaa kila kitu, basi alishiriki kwenye shughuli mpaka harusi, ila akiwa kanuna. Nifupishe, toka naanza kazi nikipiga mahesabu ya pesa nilizompa mpaka 2022 ni milioni 7, lakini nilikuwa nikimtumia. Ananiambia usimwambie mtu yoyote wa familia, hata baba yako, kama umenitumia hela, lakini kama Mungu. Nilikuwa namwambia baba na mdogo wangu mmoja na dada yangu. Nilikuwa nikimtumia pesa, ananiambia usimwambie mtu yoyote wa familia, hata baba yako, kama umenitumia hela, lakini kama Mungu. Nilikuwa namwambia baba na mdogo wangu mmoja na dada yangu. Uwezi amini, mama akaanza kuambia watu yule mwanangu nilimsomesha, lakini hajawahi kuninunulia hata nguo ya ndani. Wale watu wakawa wananipigia kunisema mimi, nikawa nawaeleza ukweli, lakini nawaambia wamuulize baba, wanapata ukweli kwa baba. 2022 nikiwa na miezi 3 nimemtumia milioni 1.2. Akanipigia simu akaniambia mimi ni sawa kama sikuzaa. Nilisindikiza wanawake wenzangu leba. Watoto wengine kila siku wanatuma pesa kwa wazazi wao, lakini mimi sijawahi kuvalishwa hata chupi na mtoto. Kaka nililia sana, nikamkatia simu. Nikamtumia SMS nikamwambia, mama, kwa nini unapenda kukufuru hivyo? Hivyo unachosema ni kweli? Nashukuru Mungu katika hili, hutanisikia tena. Akamwambia hatomsikia tena. Check namba 3. Sasa mimi watoto wanasoma tayari na majukumu ya watoto 3 wanasoma shule za gharama. Baba yao ndivyo alivyoamua. Kila mtoto kwa mwaka ni milioni 3, watatu milioni 9. Kwa hiyo mimi mshahara wangu nimekuwa na msapoti mume wangu kwenye mambo ya nyumbani, yeye afanye hayo mambo makubwa. Siku moja mama akanipigia simu, ananifokea eti hao watoto wapeleke shule za Kayumba, hiyo pesa usaidie ndugu zako wenye uhitaji. Ndio mama yangu mdogo akanambia, mama alikuwa hataki niolewe kwa kuwa nimesoma, ili mshahara wangu niwe nampa wote, na alimwambia hataki niwe namtumia pesa, badala yake alitaka ajue napokea shilingi ngapi kazini, mshahara ukitoka wote nimtumie kwenye account, nitume kwenye account ya mama, alafu mama ndio anipangie, anigawie hapo. Ndio maana ananichukia, anasema hajawahi kununuliwa hata nguo ya ndani na mtoto. Na nyumbani mwenye kazi ya mama ni mimi, lakini hata hao wenye kazi za kubangaiza, huwa mtu akipata 200,000, 100,000 huwa wanampa, lakini mzazi yule hana shukrani, anajali sana pesa kuliko utu au upendo kwa watoto. Wakati tunasubiri sehemu ya 4, naomba nimpongeze bibie kwa kujitoa kumsapoti mume wake ambaye anafanya makubwa. Kwa hiyo nyumba yao, kama mume anapokea milioni 2, bibi anapokea milioni 1, inakuwa milioni 3, so milioni 2 kama nyumba za watu wengi. Poleni sana, mchizi ameotea huyo. Cheki namba 4 mwanangu. Anajali sana pesa kuliko utu au upendo kwa watoto. Yaani anahisi nikimtumia milioni 1.5 nikamwambia nimekopa, anahisi napokea milioni 5, basi hiyo niliompa ni kidogo. Wakati mshahara kama ni milioni, ukikatwa kodi unajikuta una 700,000. Kama ndio una mikopo uko kwenye benki, unajikuta mshahara unaingia 500,000. Hiyo 500,000 unasema ngoja nimsapoti hapa ndani, ili mwanaume aone ana mtu, labda 300,000, 200,000 nauli yangu ya kazini mwezi na matumizi yangu. Anafikia mahali anawaambia ndugu zangu, yule msiwasiliane naye, kwanza ni mchawi.
amewaroga ili msiolewe kifahari kama yeye. Tumwombee aachike. Kaka, nishauri hivi, mimi kuamua kukata mawasiliano na mama kwa hili kweli nina dhambi? Kaka yake mimi, cha kwanza nikamuuliza mahusiano yake na mama yake kwa sasa yapoje kwa ule muda ambao tulikuwa tunaongea. Akanambia nimeamua kukaa kimya mpaka sasa ni miaka 3. Kaambia baki hivyo, hakuna ndoto umekuwa ukipata juu yake? Akanambia wiki iliyopita ndio nilipata ndoto tu, alikuwa amesimama mbele yangu akawa ananifuta machozi. Nikamuuliza bibi mza mama yupo? Akanambia yupo. Nikamwambia hiyo ni ishara umamani wanajua unayoyapitia na hawana kinyongo na wewe on the current situation. Stay there hadi utakapopata ndoto opposite, tuchekiane kuona kama kutakuwa na damage yoyote. Kisha nikamwachia voice note za kutosha kwa ajili ya kumpongeza kwa yeye kuwa positive kwenye ndoa yake. Wa mama, wa baba, acheni hizo. Tunazaa watoto sawa chuma ulete. Tunazaa watoto waje kuendeleza jina la familia, au sio? Sasa yule mshikaji mwenye beef na single mothers, unampata yule jamaa wa Mnazingua Comedy aka Sunday Orisi 20, anasema brother, mwambie huyo mwanamke abarikiwe sana na Mungu kwa kuwa yuko serious na ndoa yake, ila shetani anataka kumtumia mama yake kubomoa nyumba yake. Hata hizo pesa anampendelea sana tu. Bible nasema mwanamke atawaacha baba yake na mama yake ataambatana na mumewe. Iko hivyo. Inaonekana huyo mama anatamaa sana, hata mumewe anamtawala yeye, halafu anatumiwa na shetani kutaka kuharibu ndoa na uchumi wa mwanae. Kiufupi, huyo mama ni mchawi tu. Asipambane naye mwilini bali rohoni. Mwambie maombi ndio njia ya kumzima rohoni. Maombi. Akemee usiku wa manane, achukue majina ya mama yake 3, alafu usiku kama saa 9 au saa 7 omba kupitia majina yake na kukemea hiyo hali. Ni mpango wa shetani kumvuruga ndoa yake, familia yake na uchumi wake. Asante. Huyu ni mchizi anaitwa Mnazingua Comedy. Mchizi ambaye amekuwa kikazia sana wamba watakii kuoa single mother kwa sababu unakuwa umeoa mke wa mtu. Mchizi uko deep sana, acha nimtagi hapo. Bibi mmoja anasema, yani wewe kaka, hiyo story yako ndio mimi nayapitia sasa. Yani kama mimi nafanyiwa hivyo, mama yangu hata nimpe kiasi gani ananiambia baba yako asijue, tena akisema maneno sio mazuri kuhusu baba, wakati baba alipambana